kuacha alama katika maisha ya watu. Alama nzuri ni kukaa ndani ya mioyo ya watu. Alama nzuri ni kugusa maisha ya watu. Sasa Oprah Winfrey aliyokusema kwamba excellence is the best deterrent to sexism and racism. Unapokuwa bora kwenye eneo lako, hakuna mtu anaweza kukubagua kwa sababu ya jinsia yako au kwa sababu ya rangi yako. Ukiona wakati wote unabaguliwa na ukasema mimi sipewi nafasi kwa sababu ya kabila langu, sipewi nafasi kwa sababu mimi ni Mtanzania, sipewi nafasi kwa sababu mimi ya jinsia yangu, ujue kuna kiwango cha ubora bado hujafikia. Hata kama upendi watu wafupi, ukienda hospitali ukamkuta daktari mfupi, atakwambia vua nguo, atakugeuza na utakubali na bado utatii, kwa sababu pale kinachofanya kazi ni ubora wa kazi yake, sio kimo alichonacho. Kwa ukiona unabaguliwa kwa jinsia yako, kwa urefu wako, kwa rangi yako, kuna kiwango bado hujafika cha ubora. Ukifika kiwango cha ubora, watu wewe ni mweusi watakuita mzungu wa Afrika. Kwa namna yote ile, kwa sababu kuna namna tu watataka ku accommodate, kwa sababu ukishakuwa bora, watu wanataka kujiidentify na wewe. Be the best in your field. Kataa kwa mtu ambaye ni average. Mwaka 2012 actually mwaka 2016 nilisoma habari ya mchezaji mmoja anaitwa Paul Pogba. Watu wanafuatilia michezo watakuwa wanamfahamu. Alikuwa amenunuliwa na timu ya Manchester United kwa jumla paundi milioni 89 ambazo zilikuwa ndio zimevunja rekodi ya mchezaji kununuliwa kwa bei ghali mwaka ule. Kabla ya mwaka ule hakuna mchezaji yote aliyokununuliwa kwa ile bei, ambao ni equivalent kama dola milioni 116 hivi. Lakini kufuatilia historia ile mchezaji nilishangaa sana. Kumbe miaka 4 kabla, mwaka 2012 aliwahi kuuzwa kutoka timu ya Manchester United akauzwa kwa timu inaitwa Juventus, na aliuzwa kwa kama dola milioni 1. Alafu baada ya miaka 4 wale waliomuuza wanakuja tena kumnunua mara 116 zaidi kuliko bei waliomuuzia. Maana yake ni nini? Hata wewe thamani yako leo kama ni ndogo, inawezekana wale wanaokukataa leo, ambao hawakuamini leo, hawakupi nafasi leo, kuna siku wanaweza wakaja baada wewe kuonyesha thamani ulionayo. Maana yake nini? Thamani ni umuhimu tunaopa kitu kwenye maisha. Ndio maana ya thamani. That's the meaning of value. Kwa hiyo tunasema value ni significance of which you are assigned to something or to somebody. Kwa hiyo tunaposema kwamba huyu mtu ana thamani, ni ule umuhimu tunaompa. Unajua kuna watu ambao vikao vyanzi mpaka wao wamekuja. Wakitoka wakienda chooni kujisaidia, kikao kinasimama, ajenda zinasimama, zinamsubiri. Lakini kuna wale wengine ambao watu wanakuja kushtukia huko, kikao kipo katikati, wanasema kuna mjumbe yupo hapa, lakini tunatofautiana thamani zetu, hatuwezi kufanana. Mwambie jirani yako thamani yako kubwa anajua. Yeah, sasa ziko aina mbili ya thamani. Moja, kuna thamani unaojipa wewe mwenyewe, tunaita self value. Na hii sana inatokana na kitu kinaitwa self concept. Namna unavyojitafakari, namna unavyojiona. Unajua ukiwa umependeza kuna namna unatembea, na wewe mwenyewe unajijua. Ukiwa una hela kuna namna unajiamini, na ukiwa una hela kuna namna unaona watu kama vile wanakunyanyasa. Hata unaambiwa kaa kule nyuma, unasema ameniona sina hela ndio maana ameniweka kiti cha nyuma. Kumbe ni kwa sababu tu umechelewa kwenye tukio. Sasa hiyo ni thamani unaojipa mwenyewe, tunaita self concept, ambayo inatengeneza kitu kinaitwa self esteem, namna unavyojifurahia, namna unavyojithamini. Sasa unachotakiwa kuelewa ni kwamba namna unavyojiona ni muhimu sana na watu wanavyokiona, kwa sababu kuna kitu kinaitwa the law of correspondence, kwamba law au kanuni ya kuakisi namna unavyojiona. Ndio maana ukikaa sehemu ukamgeukia mtu afu ukasmile, hapo utamshangaa naye amefanya nini? Amesmile. Maana yake nini? Watu kwenye maisha wana reflect vile sisi tunavyojiona. Ndio maana ni muhimu sana kubadilisha namna unavyojiona. Lakini aina pili ya thamani ni ile ambayo tunaita external value, ambayo ni perception ya watu wengine juu ya maisha yetu. Watu wengine wanatuonaje? Watu wengine wanatupa thamani gani katika kile tunachofanya? Sasa hii inategemea. Wakati mwingine unaweza ukajiona una thamani, mwingine atakuona hauna thamani. Ndio wale Waswahili wanasema wewe ukisema cha nini, mwingine anasema nitakipata lini. Kwa maneno mengine ni kwamba inawezekana kabisa mwingine atakuona una thamani, lakini wengine wakakuona pia una thamani. Sasa yako mambo matano ambayo nataka uyakumbuke unapotaka kuongeza thamani yako. Ni misingi inayohusiana na thamani au principles kuhusiana na value. Principle number 1 ni kwamba thamani yako inaweza kuongezeka au inaweza kupungua. Your value can increase or can decrease. Kwa hiyo thamani yako haiko constant. Kwa mwaka jana inawezekana hukuwa na thamani, lakini mwaka huu inawezekana ukawa na thamani.
Biashara yako mwaka jana inawezekana ilikuwa na thamani, mwaka huu ikawa na thamani. Kipaji chako inawezekana kilikuwa na thamani, mwaka huu kikabebesha thamani. Lakini pia inawezekana ulikuwa na thamani pia ikashuka. Kwa thamani sio kitu ambacho ukiwa nacho ni permanent. Hapana. Unaweza ukashuka na unaweza ukapanda. Maana yake kuna vitu ukivifanya vinaongeza thamani na kuna vitu usipovifanya vinapunguza thamani yako, na tutakuja kuviona pale baadaye. Kwa thamani haimaanishi kwamba ukiwa na thamani leo basi utakuwa na thamani tu siku zote. Hapana. Kuna vitu ambavyo lazima uvizingatie ili thamani yako idumu. Namba 2, thamani yako inategemea na watu na mahali. Inabadilika. Your value varies to different people and places. Watu mbalimbali, kwa hiyo inategemea. Kuna kitu ambacho unakiona cha thamani, lakini ukiwapa watu fulani watakiona pia sio cha thamani pia. Miaka 1860 waanzilishwa kampuni kubwa ya De Beers. Walikwenda Afrika Kusini kwenye eneo moja na wakakuta wazee wa pale wanachezea almasi, wakiwa wanazichezea kama kwa sasa ungesema kama walikuwa wanachezea bao, wanachukua vile vipande vya almasi. Hawakuwa wanajua kama ni vitu vya thamani. De Beers walipofika pale wakaongea nao, wakaambia watawapa vitu vichache alafu wao wachukue ile almasi. Leo De Beers wanamiliki zaidi ya 40% ya soko la almasi duniani. Kwa nini? Almasi ile ilikuwepo ndani ya mtu au kwa watu ambao hawajui thamani yao. Ndio maana kati ya vitu natakiwa uvielewe kwa mwaka 2024. Don't force to be a place where rejected. Go where you are celebrated. Tafuta mahali watu wanapothamini ulicho nacho, kwa sababu hata kama kuna watu wengi hawathamini ulicho nacho, wako watu ambao wanakiona ulicho nacho ni cha maana sana. Kuna wakati fulani nilisoma story moja, mzee mmoja wakati anataka kufariki akataka kumfundisha kijana wake umuhimu wa kuwa sehemu sahihi na kufanya jambo sahihi. Alikuwa na saa ambayo ilikuwa ina umri zaidi ya miaka 200, ambayo na yeye alikuwa ameachiwa na baba yake, kwa maana yake ni babu wa yule mtoto. Kwa akamwambia yule mtoto wake, naomba uchukue hii saa nenda kaiuze kwa watengeneza saa. Alipoenda kwa mtengeneza saa akamwambia, nitakupa $5 tu. Mtoto akarudi akasema, ameniambia $5 nimeona ni ndogo. Akamwambia no problem, nenda kwenye duka la kahawa jaribu kuuza. Akaenda alipoenda kwenye duka la kahawa kaliangalia saa ya zamani imeisha na nini, akamwambia hii nitakupa tena $5. Akamwambia sasa nenda museum, nenda sehemu za makumbusho. Enda sehemu za makumbusho, akaelezea ni saa ina umri wa miaka 200, nimepewa na baba na baba alipewa na baba. Kwanza walipoona tu wakaanza kushtuka, wakasema tumekuwa tukitafuta sana, kwa sababu watu wengi wanatamani kuiona. Watu wanaweza wakasafiri kutoka duniani kote wakaja kuiona. Tutanunua hii saa kwa $1 milioni. Maana yake ni nini? Thamani yako inategemea pia uko wapi. Ndio maana hata tunajifunza discovering your purpose, kwa sababu umuhimu wako hautegemei na wewe tu, unategemea pia unaufanyia wapi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa sehemu sahihi. Mwaka 2024 usizurure tu, tafuta sehemu sahihi, ufanye jambo sahihi. Ngoja nikwambie kitu kimoja, watu wasiokuthamini ukiendelea kuwapa muda wako zaidi watakuwa abused. Ndio maana lazima ujue nani unampa muda wako vizuri, ambaye anathamini na ulichonacho. Na kwa taarifa yako, wako watu wengi duniani ambao wanakihitaji ulichonacho na wanathamini ulichonacho. Usiache mtu mmoja ambaye akithamini ulichonacho akufanye udharau nawe pia ulichonacho.